Inshallah. Bwana, mpaka sasa hivi watu watafanya mengi, watazunguka, watatoa nyimbo, lakini bwana kuna watu ndio wafalme wa hii game bana. Hii ndio game ya Bongo Flava kwa muda wa kipindi kirefu. Heshima sana brother Chidi Benz. Asante sana. Nimependa sana the way ambavyo mmevaa, lakini pia hii ni heshima kubwa sana. Mimi nataka kujua kitu kimoja tu. Kwa nini muziki wenu unaishi mpaka leo? Brother. Kwa nini muziki wenu unaishi mpaka leo? Wakati tunaimba tulikuwa tuna njaa. Tulikuwa tuja relax yani. Yaani wakati tunaimba tulikuwa tunatafuta kweli maisha. Na inshallah Mungu amesababisha tumefanikiwa. Na tulikuwa tunaimba ile reality. Tunaelezea maisha, tunaelezea mapenzi ambayo ni vitu ambavyo vimetuzunguka. Tofauti sasa hivi mtu anza akaimba demu yuko Marekani yuko Tanzania. Hajawahi kupata passport wala visa. Hajawahi kusafiri. Ni hayo tu. Kwa upande wako Chidi Benz, kwa upande wako? Mimi nashukuru sana, mambo yanaenda alhamdulillah. Tunakutana na sisi ni family, umeona, tunazungumza, tunaongea, hatuna matatizo na mtu, tuko peace na yani family inamaanisha kama hivi unavyoona. Hatuna tatizo na mtu. Kwa hiyo mafanikio peke yake ni sisi tumekutana toka tukukutana mpaka leo. Sisi ni family, tunapiga zetu story, tunazungumza, tuko sawa. Okay. Nipe situations za 2008 2007 kwenye muziki wenu. Tulikuwa tunapigana, tunahangaika. Mimi 2008 2007 mimi nimefanikiwa kupata tuzo ya hip hop 2007. Kwa hiyo tulikuwa tunapigana, tulikuwa tunahangaika, lakini baadaye tukagundua, tuliona kwamba baadaye itakuwa sawa tu. Umeona, na tuliamini. Kuna wenzetu wametoka nini nao walikuwa wanamaanisha hivyo hivyo, lakini sisi tumepigana, tumesogea, alhamdulillah, afya njema na nini, tuko sawa. Hicho ndio kitu muhimu. Okay. Muziki huu sasa mnaupambania kwa namna kubwa sana, lakini bado vile ambavyo mmevifanya vinaishi mpaka leo. Hiyo mbinu ambayo mlitumia mbinu gani? Hebu tupeni siri basi jamani. Umemsikia my brother Amani alichokwambia? Kwamba tulikuwa tuna njaa. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya jambo unalifanya kweli. Verse 3 au vipi Chegelua? Verse 3. Lakini sasa hivi verse 1, chorus, mchezo umeisha. Lakini watu tumehangaika hapa, unaona watu wote wamehangaika. Tena hasa hawa jamaa yani wamehangaika sana kwa sababu unajua tunafanya vitu mpaka unazunguka nchi nzima, alafu unakuta nchi nzima watu wote wanakuangalia wewe, wanakusikiliza wewe na wanaimba na wewe. Yani kitu ambacho brother Temba kakiandika, Chegelua kakiandika chumbani, unakuta wanaimba nchi nzima, unaenda na unasafiri dunia nzima, watu wanakiimba hicho. Kwa hiyo sisi tuko na njaa. Kwa hivyo hata sasa pia wana njaa, hatusemi vibaya, wana njaa. Kwa hiyo waendeleze tu njaa. Sasa yani usiendekeze sana vitu vingine tofauti. Njaa inakufanya baadaye ndio unakuja kula. Okay? Yeah. Bwana, toka Temeke mpaka Kenya na kusakata mchumba. Yeah. Naona dadako sasa hivi ndio alichosema Chidi hicho. Unaandika kitu afu unabaki nacho mpaka wewe unakuja unakiimba. Sasa hiyo mwaka gani? Uliandikia ghetto. Toka Temeke mpaka Kenya. Wewe maanisha uliandika mwenyewe. Ni peke yako. Nipo kwenye ndege na Temba kutoka Liberia. Ndio naandika hiyo verse na laptop hivi. Wanajua watu wote duniani. Anajua hadi yule anayeoje na kitonge hiki. Hiki nini eti? Kitonge ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu kiukweli kabisa. Okay. Ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Brother Chege, nimezungumza na Mheshimiwa Temba, amesema kwamba bana wao walikuwa wanafanya muziki kwa kiu kubwa. Haya ndio walikuwa wanalenga leo kwamba anapambana, anajua kwa sababu hapa anafanya. Lakini sasa hivi tunaona watu wanatoa ngoma lakini hata siku 2 3 zimeshuja. Ila nyie tu ngoma ikipigwa tu mlizotoa zamani watu wanainuka. Mlitumia mbinu gani Chege? Nataka nisikie maoni yako upande wako. Hakuna mbinu, ni swala la Mwenyezi Mungu na bidii. Alafu kitu kingine, unajua sisi zamani gap ilikuwepo. Muziki ilikuwa michache. Kwa hiyo ushindani ulikuwa ni hali ya juu sana. Yaani mtu akitoa mashine ni Dar es Salaam stand up kweli la kuishi. Sasa hivi gap limekuwa dogo, muziki inatoka mingi sana. Kwa hiyo usikilizaji unapungua kwa sababu bidhaa inapozidi kuwa nyingi inakuwa mauzo yanapungua. Unaelewa? Muziki upo kwenye mainstream sasa hivi, yani mwingi unapendwa, unasikilizwa, lakini sasa kuishi kwa muda mrefu inakuwa vigumu kutokana na huo muziki umekuwa mwingi sana. Yeah. Kwa maana hiyo Chege, unataka kutuambia kwamba watu inabidi wapunguze kasi ya kutoa nyimbo nyingi, watoe chache ziweze kusambaa zaidi, au unataka kutupa elimu gani hapo Chege? Mimi ninachomaanisha ni kwamba lazima ukae chini uandike kitu ambacho kinaishi. Kabisa. Kitu ambacho kinaishi inabidi uchukue muda kukiandaa. Sasa hivi tunaenda na trend inavyokwenda, muziki na watu wanapiga tu mawe, wanapiga mawe. Leo natoka jiwe, kesho natoka jiwe, kesho. Umeona ndazo hizo kwa unajua nini? Wanalazimisha. Umeelewa? Kama Chege anavyosema. Leo natoka jiwe, kesho natoka jiwe, alafu hawatumii hii. Wanalazimisha kwa hii. Bwana. Umeelewa bwana? Mengine yanafanikiwa, mengine yanafanikiwi, ndio maana hayadumu. Nitaji hii.
akili, Kabisa. natulia. Wanasema tulia tena usome adui. Juzi nilikuwa nazungumza na mchizi Moxi. Moxi ananiambia bana, yani sasa hivi muziki wa sasa hivi yani umebezi kwenye yani mambo swala fulani kama ya kufeki sana. Lakini mimi nisaidie kitu kimoja. Kila kitu kina time yake. Yani huwezi kukataa ukweli. Kabisa. Ukweli ni kwamba time hii inahitaji kinachofanyika sasa hivi. Kabisa. Time ile ilikuwa inahitaji kilichokuwa kinafanyika muda ule. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kupinga hilo. Ni wakati wa mambo yanayofanywa sasa hivi. Kwa mimi upande wangu mimi naona wako sawa. Na wafanye. Hata mimi. Unaelewa? Lakini tu unajua unapofanya lazima ukumbuke nafanya nitaenda wapi? Nitaishia wapi? Nitasikilizwa mwisho lini? Unaelewa? Vitu kama hivyo. Pengine Chidi, tunafahamu kwenye game muda mrefu sana, ikipigwa Dar es Salaam stand up ni kama mzigo umetoka leo. Lakini tunaona wasanii wa sasa hivi wakitoa ngoma imekaa mwezi, ametoa nyingine kama imekufa, lakini ya kwako na nyingine nyingi, Temba, Chege, nyimbo zenu bado zinaishi. Je, unafikiri wasanii wa sasa hivi wapi wanaferi kufanya nyimbo zao zisimame kama za kweli? Hakuna mtu anayeferi. Hamna mtu anayeferi. Yaani kinachotakiwa umeona mfano tuchukue hit songs. Mfano kipiga nampenda yeye ndo yeye, si ndio bwana? Yaani nampenda yeye, kuna watu ambao walikuwa wadogo, si ndio, wameisikia ile, lakini wale wadogo msisahau wanakuwa. Kwa hiyo wakikua, hata akija baadaye akiwa ofisini, akiwa waziri, akiwa mbunge, akiwa nani, anajua mimi niko nacheza nampenda yeye. Si umeelewa ukisema Chege, umeona kwa mfano labda Chege, mfano Ramba kama Chege yuko muona anachokifanya yeye. Kwa hiyo alikuwa anafanya mule, kuna watu wanamsikiza Chege, walikuwa ndo jenzi wetu. Wale sasa wanakuwa wanajua nyimbo za Chege. Si umeelewa? Kwa hiyo akija ukimsikiza Chege sasa hivi sasa, si umeelewa? Unajua huyu ni nani? Ni Chege. Kwa hiyo tutakiwa kufanya au hawajafeli, ila wafanye pia muziki yao ile kizazi chao kinavyokuwa kinakuwa nao. Sasa sio kinakuwa wafanye wao vitu ambavyo wao wanawadisi tena hawa. Hamna kitu. Mimi sometimes mimi naangalia hamna kitu bwana. Kwa hiyo wasifanye hivyo. Kwa sababu sisi tulikuwa hatuna hizo Chege. Sisi tulikuwa na mambo ya TikTok baba. Tulikuwa hatuna, Mungu wangu. Ikaja baadaye ndo Facebook sui. Kwa hiyo sisi tumekuwa, kuna watu wamekuwa na sisi. Umeelewa? Kwa sababu hata mimi pia ni shabiki wa mabwana. Umeelewa? Kwa hiyo najua nini nasikiliza. Umeelewa? Na kuwa nacho. Kwa pia wafanye tu muziki ambao watu wanakuwa nao. Umeona? Fanya muziki ambao, lakini sasa mkifanya muziki kuimba vitu mnavyoviimba, sawa, ndo sasa hivi watu wataka muimbe hivyo. Nyinyi sawa, lakini sisi tulikuwa tuangalie hiyo. Sisi tulikuwa tuangalie, lazima useme chuchumaa nini, tapanua nini fanya hivi. Sisi tulikuwa tuna hiyo. Sisi tunapiga mawe kama nakwambia Chegelua. Sisi tunapiga mawe. Mtu anaandika jiwe. Hata mkikutana show mnakutana watu 40. Lakini sasa hivi hakuna hizo. Show unachukua na hawa 1 2 3 familia moja ndio wanaenda. Kwa hiyo mimi nafikiri hatuna neno. Sisi tunaombea heri, na sisi wengine washikaji zetu wadogo zetu tunafanya nao kazi, tunajichanganya nao, hatuna noma. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza, hawana tatizo. Hawana tatizo kabisa, wako sawa. Mimi kuna kitu kimoja nilikuwa nawaza sana. Zamani unakuta labda Chege akitoa nyimbo, akishuti video, utakuta kuna wasanii mpaka 10 wako kwenye hiyo video, wana support. Lakini sasa hivyo vitu hatuvioni tena. Kwa nini jamani? Lazima vitu vibadilike. Vitu vinaenda vinabadilika. Hata zamani wakati wameanza kaka zetu, sisi hatukuepo, walikuwa wenyewe. Kwa hiyo lazima vitu vibadilike. Hiyo sio kitu kibaya. Vitu vinabadilika, urafiki unabadilika, undugu unabadilika, ushikaji unabadilika. Hakuna kitu kibaya hapo. Hakuna kitu kibaya.